Mradi huu unaitwa mradi wa maji toka chanzo cha mto Kiwira ambao umelenga kuchukua maji toka eneo la chanzo ambao ni chanzo cha mto Kiwira ambapo ni chanzo cha mto, na utachukua maji kiasi cha lita milioni 117 kwa siku. Kwa maana hiyo ukiona kwamba lita milioni 117 kwa siku itakidhi mahitaji ya maji kwa takriban miaka 20 ijayo. Ndio maana inaitwa mradi wa kimkakati. Gharama za utekelezaji wa mradi huu ni shilingi za Kitanzania bilioni 119, ambapo mradi huu unasimamiwa na mhandisi mshauri kampuni ya GKW Consult ya Dar es Salaam, lakini na mkandarasi ambayo ni kampuni ya China Railway Construction Engineering. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka 2023 na unatarajiwa kukamilika mwezi Disemba mwaka 2026. Shughuli za mradi huu ni ujenzi wa banio kwenye chanzo, banio ambayo itachukua kiasi cha maji lita milioni 117 kwa siku. Lakini pia kutakuwa na kazi ya uchimbaji na ulazaji wa bomba kuu lenye kipenyo cha mita 1.2, umbali wa kilomita 26.04 toka kwenye chanzo hadi eneo la Nsenga ambapo maji pale yatatibiwa. Bomba hilo ni la chuma, na kutoka hapo kutakuwa na miundombinu ya kutibu maji katika eneo la Nsenga. Maji yakishasafishwa pale yatahifadhiwa kwenye tanki la kuhifadhia maji yaliyotibiwa ambayo lina uwezo wa kuhifadhi maji kiasi cha lita milioni 5. Baada hapo maji yatasafirishwa kwa bomba kuu la chuma lenye kipenyo cha mita 1.2 kwa umbali wa kilomita 11.2 kutoka eneo hilo mpaka hapa tulipo eneo la New Forest. Na hapa tulipo linajengwa tanki la kuhifadhia maji, itapokea maji ambayo ina ujazo wa lita milioni 5. Mpaka sasa utekelezaji wa mradi huu umefika 49%. Ujenzi wa intake au banio kwenye chanzo umeshakamilika kwa 98%. Kazi inayoendelea kule ni kuweka zile gates pale kwenye banio. Lakini kazi ya uchimbaji na ulazaji wa bomba kuu kwa urefu wake jumla ya kilomita 37.24 ndio kazi ambayo inaendelea, na mkandarasi ameendelea kuleta material yani ya bomba kutoka Dar es Salaam kutoka kiwanda cha TSP na kuendelea kuzilaza. Ni kwa sababu ya hali ya hewa, mvua saizi hatuzofika eneo la chanzo kule, lakini kazi ya ulazaji inaendelea. Lakini pia kwa sababu mradi unatekelezwa kwa njia ya usanifu na ujenzi, yani design and build, eneo lile lote ambao bomba kuu litapita limeshafanyiwa ile uthamini kwa ajili ya ulipaji wa fidia, kwa sababu bomba kuu linapita maeneo ambayo kuna makazi ya watu, kuna mashamba, lakini pia kuna baadhi ya nyumba zipo kule. Kuna sehemu nyingine ambayo ni hifadhi ya eneo la serikali yani TFS ambao wao waliridhia eneo lile kulaza bomba, tulishaanza nayo. Kwa bahati nzuri serikali kupitia Wizara ya Maji imeshatoa kiasi cha shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya ulipaji wa fidia yani compensation, ambapo wananchi wale watapata hiyo fidia yao na kuepukana na migogoro baina ya wananchi na serikali. Taratibu za ndani zinaendelea ili zoezi hilo ikiwezekana wiki ijayo na ulipaji wa fidia liweze kufanyika na kuweza kuwalipa hao, na mkandarasi awe na njia yake ile yote kuweza kulaza lile bomba kuu.